Mapigano makali yameripotiwa leo Jumanne tarehe 4 Februari mwaka 2026 katika eneo la Point Zero kwenye nyanda za juu za wilaya ya Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapambano hayo yamewakutanisha waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wanaodaiwa kushirikiana na muungano wa M23 na AFC Alliance Fleuve Congo dhidi ya jeshi la FARDC likisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo. Mapigano pia yameripotiwa katika eneo la Mikenge ambapo milio ya silaha nzito na nyepesi imesikika tangu asubuhi. Eneo la Point Zero linachukuliwa kuwa kimkakati kwa sababu linaunganisha njia muhimu zinazoelekea maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa FARDC inaendelea na operesheni za kuimarisha udhibiti wake katika maeneo hayo, huku waasi wakijaribu kupanua ushawishi wao. Vikosi vya kijeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikisaidiwa na wapiganaji wa Wazalendo vimeripotiwa kuwarudisha nyuma waasi wa M23 kufuatia mapambano makali yaliyotokea mapema Jumanne tarehe 3 Februari katika maeneo ya Kivuma na Kanyogole kwenye utawala wa Bwito wilaya Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa mashuhuda, washambuliaji waliotoka Mweso katika wilaya Masisi walijaribu kuteka vijiji hivyo viwili vya kimkakati vilivyoko umbali wa takriban kilomita 5 kutoka ngome yao. Inadaiwa kuwa mashambulizi hayo yalilenga kuvunja ngome ya Wazalendo na kupanua udhibiti wao katika eneo hilo. Hata hivyo, mashambulizi hayo ya upande nyingi hayakufanikiwa na waasi walilazimika kurudi Mweso baada ya kukabiliwa na wapinzani mkali kutoka kwa FARDC na washirika wao. Mapigano hayo yamesababisha wimbi jipya la wakimbizi ndani, huku familia nyingi zikikimbilia Mweso na Muhongozi kwa hofu ya usalama wao. Baadhi ya wakimbizi hao wameripotiwa kujificha katika vyumba vya madarasa ya shule wakikabiliwa na hali ngumu za maisha bila msaada wa kutosha wa kibinadamu. Harakati ya AFC M23 imedai kuhusika na shambulio la droni lililolenga uwanja wa ndege za Kisangani mwishoni mwa wiki iliyopita. Mratibu wa harakati hiyo, Corneille Nangaa, amepongeza operesheni hiyo na kutoa kauli kali akitishia kuwa hata mji wa Kinshasa unaweza kukalengwa kwa kutumia drone. Katika tamko lake, Nangaa alisema kuwa kile anachokiita ukiritimba wa hofu ya kiteknolojia umevunjwa, akidai kuwa shambulio hilo badilisha mizani na nguvu za anga iliyokuwa ikitegemea mkakati wa kijeshi wa serikali wa Rais Antoine Felix Tshisekedi. Nangaa, ambaye hivi karibuni alihukumiwa kifo na mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kosa la uasi, alisisitiza kuwa operesheni hiyo imeweka mstari mwekundu mpya katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa, shambulio hilo lilihusisha droni za kujitoa mwanga kamikaze zilizolenga eneo la uwanja huo ambako zimeegeshwa ndege za kivita aina ya Su-25 na droni za SH-4 zinazotumiwa na jeshi la FARDC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema ilifanikiwa kudhibiti takriban droni 8 na kuishtumu AFC M23 pamoja na Rwanda kwa kuhusika na shambulio hilo. Vifusi vilivyokusanywa vinadaiwa kuendana na muundo wa drone aina ya YIHA ambayo tayari iliwahi kuripotiwa kutumika katika migogoro ya kimataifa ikiwemo mzozo wa India na Pakistan mwaka 2025 na vita vya Sudan. Drone ya YIHA inatajwa kuwa ni gharama nafuu lakini yenye uwezo mkubwa wa usahihi, ikiwa na uwezo wa kutambua, kufuatilia na kushambulia malengo kama mifumo ya ulinzi wa anga na kambi za kijeshi.